Huu ni mwendelezo wa taarifa za uchaguzi na sasa tuko katika kata ya Otroto iliyopo katika jimbo la Arumeru Magharibi. Na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Wananchi wa kijiji cha Kivululu kilichopo katika kata ya Otroto wilayani Arumeru katika jimbo la Arumeru Magharibi wamelalamikia hali ya barabara kuu ambayo ni ya muhimu, inaunganisha kijiji chao na maeneo mengine ikiwemo Arusha mjini. Yaani tunaenda hospitali. Jamani ni vumbi kila siku mnachezea mtoki, nimeshatuchosha ile vumbi. Hamna, hatuna cha maji, yani ni shida tupu. Tuko karibu ya pale na mjini lakini kufika hapa ni kazi. Tunaomba tuchague. Hata ukifika sasa hivi ukifika saa 1 ukienda kukiwa mjini, gari hazitaki kupanda huku, bajaji hazitaki kuja huku. Magari hayataki kuja kutoa, hazitaki kuja kwa sababu barabara mbovu. Naomba mabadiliko. Kweli. Jamani. Ni kweli mkasha. Njoo mpaka hapa, waone kabisa mpaka hapa jamani we mkaka. Mpaka hapa jamani. Unaona kama huku sio serikali imechimba. Hii sio serikali, ni maji. Ni maji imechimba mpaka huku jamani. Serikali tusaidie. Wanafunzi wanapita hapa, wagonjwa, wafanya biashara, wazee, wabibi, watoto. Mfano maji akikukuta usiku utafanyaje? Ona magari kule yanavyohangaika. Angalia gari kama lile pale unapoliona. Pale hivi hapa fai maji yanakutaniaga pale yanaingia hivi. Mabomba yote yako juu. Maji. Kuna ile bomba la Mchina. Njoo kaka. Kuna ile bomba la Mchina hapo limechimbwa urefu wa mita kama 200 lakini liko juu sasa hivi. Ukija na gari vibaya unaingia mtoni. Umekufa. Kila siku ajali hapa zinatokea. Kwa ujumla Kazamio tumetengwa. Watoto wanaumwa na hatuna hata bima. Watoto wanaumwa, usafiri hamna. Kule juu hospitali ina madawa. Tunatuelewa. Wanatuletea greda wanatumwagia vumbi. Mwaka huu tumekataa vumbi. Na tunahitaji tuwape kura ndio. Kilio cha wananchi hao kilifika katika mkutano kampeni wa chama cha ukombozi wa umma yani Chauma, ambapo mgombea udiwani wa chama hicho katika kata ya Otroto Bwana William Daniel Kivuyo alieleza moja kati ya ahadi zake ni kutatua changamoto za barabara ikiwemo barabara hiyo iliyolalamikiwa. Kuelekea Oktoba 29, chama cha ukombozi wa umma kimemsimamisha Bwana William Daniel Kivuyo kugombea nafasi ya udiwani katika kata hiyo. Awali Bwana William Daniel Kivuyo alikuwa ni kada wa Chama cha Mapinduzi ambaye alitimkia Chauma mara baada ya jina lake kukatwa awali katika mchakato wa ndani ya Chama cha Mapinduzi ambao ulimnyima fursa ya yeye kutimiza adhima yake hiyo ya kugombea. Sasa adhima hiyo imetimia kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma yani Chauma, akiwa ndiye mgombea katika kata hiyo ya Otroto kupeperusha bendera ya chama hicho. Wathibitishe imeletwa 200 kweli tumeona, au imeletwa 180 na sisi tuulize zile 20 ziko wapi? Barabara yetu ya shule ni mbovu. Barabara ya shule ni mbovu, ni kweli. Kivululu mpaka Umatenjo. Asante. Mradi mkubwa lakini hamna maji. Asante sana nana. Kwa hiyo nimesema ndugu wananchi, nitasimamia pesa ya serikali itumike kama simamia kazi, kama Mheshimiwa Magufuli alivyokuwa anasema hapa kazi tu. Na mimi nasema tujenge na kukarabati kata yetu, maana kata yetu imesambaratishwa, inatakiwa kujengwa upya. Pale ambapo tunaweza kukarabati tukakarabati. Natamani turudishe ule moyo wa zamani ambao wazee wetu Makaa na Seuli walikuwa nayo, kwamba ikisemekana kazi ya barabara basi watu wote wanatoka, kazi ya mfereji watu wote wanatoka. Sasa hivi kusema kazi ya barabara atajitokeza mtu mmoja, wawili, watatu, wengine hawako, kwa sababu watu wameshindwa kuwasimamia wananchi. Wananchi wamekata tamaa kwa sababu wameshawaona kwamba si viongozi wanaopenda maendeleo, ni viongozi wanaopenda kitu kingine. Hicho kitu kingine utajaza wewe. Sasa tujenge na kukarabati kata yetu. Naomba tarehe 29 mwezi wa 10 jitokeze kapige kura, na kura yako haitaibiwa hata moja. Tumeweka utaratibu kabambe. Msinione nimekaa tu hapa hivi. Tumeweka utaratibu kabambe, na siko peke yangu, nina watu wengi nyuma yangu ambao hawaonekani wengine, kwa sababu nzuri nayo ifahamu.
Kwa hiyo naomba kajitokeze upige kura. Na kama labda utakuwa umesahau miwani huwezi kuandika siku hiyo vizuri, mtafute mtu mwaminifu atakaye kuandikia. Sema Chauma, sema William. Ukisahau William sema Daniel. Ukisahau Daniel sema Kivuyo. Hakuna mwingine anaitwa William wala Daniel wala Kivuyo katika siku ya kupiga kura kwenye sehemu ile ya udiwani. Ni mimi peke yangu. Mimi ndiye yule ambaye naogopa mpaka natafutiwa kifo. Lakini neno la Mungu linasema sitakufa bali nitafanya nini? Nitaishi. Wengine wawili likatrend sana, ikafika mahali kwamba watu wanajua ni sisi watatu, jina langu likiwemo, ndio tutakwenda kupigia kura ya maoni ndani ya CCM. Lakini akatokea mjanja mmoja mwenye akili yake aliyojifanya yeye anajua kuliko wote, katoa milioni 2, jina langu likachomolewa. Lakini nasema isivyo Mungu, Mungu afanye kazi hivyo. Hivi ninavyoongea na ninyi leo, kabla sijatoa hotuba yangu, nimeshapewa tahadhari ya kuuliwa. Ndio. Kwa sababu watu wameona kwamba hawana sera za kuweza kutangaza kwa wananchi. Sasa wanaona wakitoa roho yangu, akibaki mtu mmoja basi anaweza kushinda. Lakini Mungu ni wa sisi wote na nitaendelea kuishi mpaka Mungu atakapoamua. Amen. Hizo ni habari zinazokuja leo. Lakini niseme lingine, tawi la CCM viongozi wake wameweka kikao jana na wakaambiwa watafute mkakati wa kunidhibiti ili nisishinde. Lakini Mungu ambaye yuko juu anawaona wote na hakuna ambalo litafanyika Mungu asijue, na mimi ninalindwa na nguvu za Mungu. Ndugu wananchi, mimi nimejitolea kwa nguvu zangu zote na kwa akili zangu zote kwamba nipambane nipewe uongozi ambapo utatoka kwenu wananchi wa Kivululu na hata wananchi wa vijiji vingine ndani ya kata hii, na vijiji hivi ni Oldonyo Sapuk, Ilkirevi na kijiji cha Osunye. Kwa pamoja mkinipa kura zenu nitakuwa kiongozi wenu. Wewe fikiria tu, kama jina langu limechomolewa ndani ya CCM siku 2 kabla ya kura ya maoni, lakini nikasema hapana, nitaendelea kwenda kugombea kupitia chama kingine, maana yake kuna kitu ninachokiona na ambacho Mungu ameweka ndani yangu kwa ajili ya kusaidia wananchi wa kata hii ya Oltroto. Na kama mnakumbukumbu vizuri, hata 2005 niligombea. Kipindi kile ilikuwa kwa chama cha UDP, na wale wasiojua walikuwa wanasema huyu si alikuwa wa Chadema, amekujaje CCM tena hapo juzi wakati wa karibu na kura ya maoni. Lakini wakati ule sikupata kura za kutosha. Lakini pamoja na kukosa kura za kutosha, kero kubwa iliyokuwepo ilikuwa ni daraja la pale kwa Tukai. Daraja lile likajengwa kwa sababu wamesema tujenge daraja hili ili kuua nguvu ya upinzani. Na mimi sikuwa na hamu sana ya kuwa mpinzani, nilikuwa na hamu kubwa zaidi ya kuleta maendeleo kwa ajili ya kijiji chetu ndani ya kata yetu. Nikamshukuru Mungu kwamba daraja limejengwa, ambalo ndio ilikuwa chachu kubwa iliyonifanya mimi nigombee wakati wa 2005. Aliyekuja kuzindua daraja ile alikuwa ni Alois Hayuma, ambaye tulikuwa naye umoja wa vijana wakati nilipokuwa CCM. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.